السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه. هدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، إن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل باتباع أمره واجتناب نهيه. Ndugu zangu watukufu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wa umma nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuyafuata yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyotuamrisha na kuyaacha yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza. Unwanu al-khutba, ama anwani au kichwa cha habari cha khutba yetu ya leo kitahusishwa kalma al-jihadu fi sabilillah, kalma ya kujitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khutba yetu ya leo itahusisha na maudhui ya kujitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeleta khutba hii kwa sababu Waislamu tumeghafilika sana kujitoa, na tumeugawa Uislamu katika makundi fulani fulani, na tukajiwekea ndio utaratibu wetu sisi Waislamu katika mazingira yetu. Katika hali ya kujitoa tumeugawa Uislamu katika makundi. Inapozungumziwa habari ya kushughulikia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi huifanya habari hii inawahusu baadhi ya watu, kwamba hii ni habari ya mashehe, ni habari ya viongozi wa dini. Lakini pia tunapozungumzia habari za utoaji, kadhalika tunawahusisha baadhi ya watu kuona kwamba hawa ndio wana haki ya kujitolea kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wengine tukajiona kwamba hatuna haki ya kujitolea kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunapohusisha pia habari ya kusoma, pia utaona Waislamu hutegemeza mambo ya kusoma kwa baadhi ya watu au baadhi ya sampuli fulani ya watu, na wengine wakaona hawana haja ya kusoma. Lakini tunapozungumzia juhudi katika dini, tunapozungumzia kujitoa katika dini, ni mahala ambapo hakuna miongoni mwetu anayeweza akasema yeye hahusiki na kujitolea katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masdar ya khutba yangu ni aya al-karima
min surati an-Nisa. Kutuba yangu itakuwa imechegemeza katika aya tukufu ndani ya surati an-Nisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonesha umuhimu wa kujitoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulil darar. Anasema hawawi sawa wale ambao walioketi wakawa hawana habari ya kujitoa katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min almu'minin, miongoni mwa waumini, ghayru ulil darar, watu ambao hawana yanayowashughulisha wakashindwa kujitoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walmujahiduna fi sabilillah biamwalihim wa anfusihim, na wale ambao waliopigania, waliojitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutoa mali zao na kujitolea nafsi zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hawawi sawa wale ambao waliobweteka miongoni mwa waumini wakakaa wasishughulikie dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaridhika na maisha walionayo, wakawa na shughuli zao, wakawa na mambo yao, na kujitoa kwa ajili ya Allah kazi hii wakawaachia wengine. Allah anasema hawawi sawa watu hao na wale ambao waliojitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema faddala almujahidina ala alqa'idina daraja. Amewafadhilisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale waliojitoa kwa ajili ya Allah, wale waliotoa mali zao na nafsi zao wakashughulikia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakahakikisha dini inachukua nafasi katika maeneo yake, wakahakikisha Uislamu unakuwa na nguvu katika maeneo yake. Hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapandisha daraja nyingi, amewainua daraja nyingi, amewapa fadhila kubwa sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kuna umuhimu mkubwa. Kama Muislamu usikae ukabweteka, ni wajibu wako katika mambo yote unayoyafanya ya utafutaji wa riziki, mambo mbalimbali, kazi mbalimbali, lakini hakikisha unayo nafasi ya kuitumikia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikae tu ikaonekana kwamba dini ni ya watu fulani na wewe haumo katika dini, na pengine ukaridhika tu ukaona dini peke yake ni sehemu ya kuswali. Wako baadhi ya Waislamu, yeye akishaingia msikitini basi anaona kamaliza kila kitu, akishaswali swala zake hizo anaona kamaliza kila kitu, hataki kutenga muda wake akaishughulikia dini, hataki kupoteza mali yake kwa ajili ya dini, hataki kupoteza utu wake kwa ajili ya dini, hataki kupoteza nafsi yake, aidha yeye mwenyewe akapoteza muda wake kwa ajili ya dini. Utakuwa bado hujawa na Uislamu wa hakika. Tuna wajibu kila Muislamu aiweze kuitumikia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hali yoyote atakayokuwa nayo, kwa nafasi yoyote atakayokuwa nayo ndani ya maisha yake, awe na fikra ya kuitumikia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kukosekana mambo hayo, ndio imefikia mahala Uislamu upo hapa ulipo, kwa sababu kila mmoja anaweza kufanya mambo yake, hana habari na fikra ya dini. Kila mmoja ameyatanguliza mambo yake, ametanguliza biashara zake, ametanguliza vitu vyake vikawa ni bora zaidi kuliko dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Allah anatuonesha ubora na fadhila wanazozipata watu ambao waliojitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya Qur'ani aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Asema hawawi sawa wale ambao waliojitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakafa katika hali ya kujitoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyinyi wala msidhanie watu hawa wamekufa. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat, wala msidhani wale ambao waliojitoa kwa ajili ya kuitumikia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndani ya kujitoa kwao ikawa ni sababu ya vifo vyao, nyinyi msidhani kwamba wamekufa. Bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun, bali hao wako hai mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanaruzukiwa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam
katika safari yake ya Isra na Mi'raj alipita sehemu akawakuta watu yazra'una al-yawm wa yahsuduna al-yawm, wanalima leo na wanavuna leo. Aliwakuta watu wanalima leo na wanavuna leo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Jibril, akamwambia man haula, ni kina nani hawa? Jibril akajibu akasema haulai mujahiduna fi sabilillah, hawa ni watu ambao waliojitolea kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni jambo la ajabu sana ndugu yangu. Hakuna thamani kubwa kama hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaitoa kwa wale watu ambao wako tayari kuitumikia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitendo au mfano wa kukutwa wanalima leo na wakavuna leo, hakuna mkulima wa namna hiyo katika dunia ya leo. Hata kama sayansi iwe imeinuka namna gani, lakini haitowezekana kwamba mtu alime leo na avune leo. Mustahil, ni jambo ambalo haliwezekani. Lakini hapa unaonesha ubora wa yule ambaye aliyojitoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni lazima ndugu zangu, katika maisha yetu tuhakikishe tunajitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sio kwa ajili ya maslahi. Mara nyingi tunaona wengi wanajitoa kwa ajili ya maslahi, na mahala ambapo hakuna maslahi watu wanatakiwa waende kutumikia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu hawaonekani. Lakini utawaona watu wanajitoa kwa ajili ya maslahi, lakini tunatakiwa tujitoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhadith, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, ribatu yawmin fi sabilillah khairun min alf yawm. Anasema mtu kujitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akatumia siku moja akajitoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema ni bora kuliko siku 1000. Ukajitoa kwa ajili ya Allah siku moja tu, ukapoteza muda wako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ukapoteza muda wako kwa ajili ya kutumikia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siku moja, basi siku hiyo kwako wewe ni bora kuliko mtu aliyoishi muda wa siku 1000. Angalia ni ubora ulioje mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kujitoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsana ma nataqa bihi almutakallim wa ablagha ma asgha ilayhi mustami'u wa mustafhim kalamullahi al-'allam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله ولا يحمد سوى الله ولا إله إلا الله ولا ينبغي التسبيح إلا الله، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu, nakuhusieni tena kwa mara nyingine kufuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufuata yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha na kuyaacha yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza. Hadithi ma'akum al-yawm al-jihad fi sabilillah. Hotuba yetu ya leo kwenu ni kujitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tumetaja fadhila nyingi
ambazo zinazopatikana kwa yule ambaye aliojitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika khutba yetu ya mwanzo. Hakuna jambo ndugu zangu Waislamu kama kujitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao leo wamekuwa ni watu watukufu katika ulimwengu huu, wakisifiwa kwa utukufu wao hata kama wamekufa muda mrefu. Qur'ani imewasifu, sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimewasifu, aqwali ulama, maneno ya wanazuoni yamewasifu, na sisi leo tunawasifu, na hata wakitajwa basi kuna rehma tunawatakia. Imetasema rahmatullahi alaihim au radhiyallahu anhum. Zote hizi ni rehma kwao, si bure bure, isipokuwa walijitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiugawe Uislamu katika makundi, tukaona kwamba hawa ndio wanahusika na hali fulani na hawa wengine hawahusiki na hali fulani. Mfano, katika zama zetu za leo, yakizungumzwa masala ya kutoa, kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi tunahisi kwamba mambo haya sisi Waislamu ambao tuna hali dhaifu, hatuna uwezo mkubwa, tunahisi kama mambo ya kutoa hayatuhusu. Haya yanawahusu wale matajiri, na wewe Muislamu mwenye hali ndogo unajihisi kwamba huna umuhimu wa kutoa. Kumbe Uislamu haupo katika hali ya namna hiyo. Yatakiwa kila Muislamu, likizungumzwa swala la kutoa, ni lazima ujitoe katika kutoa. Toa kwa kadiri ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokujalia. Yakizungumza masala ya ilmu leo, miongoni mwa jihadi kubwa na kutumikia dini ya Allah na watu wajifunge kwa jihadi hiyo ni ilmu, ni kusoma. Leo tunaona kusoma huku watu wazima hatuhusiki napo. Pengine kusoma huku ni kwa watoto wadogo ndio ambao wanataka kusoma, lakini amri ya elimu imekuja kwa watu wote, wakubwa, wadogo, wanawake. Hakuna mtu aliyopukika na amri ya elimu. Lakini leo tukisema Waislamu someni, basi kila Muislamu anahisi jambo la kusoma ni la watoto wadogo, na yeye kwa umri wake anahisi kwamba hana umuhimu wa kusoma. Kadhalika ikizungumzwa kwamba watu jamani, tujitoe tukatangaze dini mahali fulani, basi huhisi kwamba wako watangazaji dini ni hawa mashehe na matablighi na watu gani, hao ndio wanahusika kwenda kupeleka dini mahala fulani. Wewe unakaa hutoi chochote wala huchangii chochote, basi atakuwawezesha hawa mashehe ili waweze kwenda kuifikisha hiyo dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man dalla ala khairin kafa'ili, man dalla ala khairin kafa'ili, anayesaidia katika mambo ya khairi na yeye pia anapata thawabu sawa na mtendaji. Wewe ikiwa mtu ameamua kujitoa kwa ajili ya Allah, wewe huna nafasi ya kutoka, changia. Huna nafasi ya kwenda, changia. Ulichochangia kinamwezesha yeye afikishe dini katika mazingira yaliyokuwa mazuri, na wewe pia unapata thawabu. Lakini sio ujikunje uone kwamba hauna umuhimu wa kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja wetu ana umuhimu wa kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Msikilize Mtume sallallahu alaihi wasallam namna anavyoonyesha kila mmoja wetu anatakiwa aitumikie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema, ikiwa wewe una mali, basi toa sadaka kwa kutumia mali yako. Hauna mali, una nguvu, huwezi kutoa mali kwa sababu huna biashara, huna chochote, lakini Mwenyezi Mungu amekujalia siha, amekujalia nguvu, una uwezo wa nguvu, basi toa sadaka kwa kutumia nguvu yako. Tafuta mahala gani panafanyika jambo la kusaidia Uislamu, kabebe tofali, kabebe mawe, kabebe simenti, kuwa kibarua wa msikiti, tayari umeitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa una elimu ya aina yoyote, na wala si elimu ya dini peke yake, elimu ya aina yoyote unayo, basi itumikie dini kutumia elimu yako. Toa sadaka, wafundishe watu. Kama ni ufundi, hakikisha unawafundisha Waislamu wenzako, binadamu wenzako ufundi, ili waweze kujikimu kimaisha. Toa sadaka, umetumikia dini. Ikiwa una elimu ya dini, toa sadaka, wafundishe watu. Ikiwa una elimu ya sekula, toa sadaka, leta mipango, wafundishe Waislamu mipango, wape mipango, waoneshe njia wapi waelekee, ili Uislamu uweze kupata nguvu. Kwa hiyo utaona katika kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu haina mtu kwamba ni matajiri tu au kila mmoja ana nafasi ya kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonesha fadhila kubwa ya yule ambaye aliyojitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema maghbarat qadama abdi fi sabilillah fatamassahu an-nar. Asema haijapata kutokea nyayo za mtu ambaye aliyojitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, vumbi ya nyayo ya mtu ambaye aliyojitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu haijapata kutokea. Mtu hajapata vumbi katika nyayo zake kwa kujitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu halafu aingizwe motoni, haiwezekani. Fatamassahu nar, aingizwe motoni, haiwezekani. Yani mtu aliyojitoa nyayo zake zikapata vumbi, huu ni mfano, lakini inaonesha namna gani mtu amejitoa kwa hali yoyote. Yani ukajitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akuingize motoni, mustahil, ni jambo ambalo haliwezekani. Usia wangu ndugu zangu na kuisia nafsi yangu, tujitoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi wote tuna nafasi ya kuitumikia dini yetu, kwa kila mmoja kwa namna yake na kwa namna alivyojaliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wasikivu wazuri na kuyafuata yale ambayo tuliyoyasikia. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe nguvu ya kujitoa kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuwezeshe tuweze kujitoa kwa ajili ya dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بكر الصديق رئيس الأصحاب منور المسجد والمنبر والمحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب جامع القرآن ناشر الفرقان يستحي منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك أجمعين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين فتوح الأنبياء والشهداء والمرسلين. اللهم انفعنا بمحبتهم وأمددنا بمددهم وسعدنا بسعدهم واعطف علينا قلب أستاذنا وكافة مشايخنا واحشرنا في زمرتهم وتحت لوائهم في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة.